Sura ya 5. Kutafuta na kuokoa kilichopotea. Luka sura ya 15 mstari wa 4. Ikiwa mmoja wenu ana kondoo 100 naye akapoteza mmoja wao, je, hawaachi wale 99 nyikani na kwenda kumtafuta huyo aliyepotea mpaka ampate? Naye akishampata humbeba mabegani mwake kwa furaha na kwenda nyumbani. Kisha huwaita rafiki zake na majirani na kuwaambia, furahini pamoja nami, nimempata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambieni, vivyo hivyo kutakuwa na furaha zaidi mbinguni kwa sababu ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mfano wa hapo juu unaonyesha baadhi ya siri zilizofichwa za ulimwengu wa malaika. Kondoo 99 wanawakilisha wenye haki 99 mbinguni ambao hawana haja ya kutubu. Wao ni malaika wa mbinguni wanaoitwa wana wa Mungu. Na kondoo mmoja aliyepotea anawakilisha mwenye dhambi mmoja aliyepotea. Yesu alipoteza kondoo mmoja kati ya 100 mbinguni, na huyo kondoo mmoja alikuja katika ulimwengu huu. Ndiyo maana Yesu alisema kwamba alikuja kutafuta na kuokoa kondoo waliopotea. Yesu alinena mambo mengi kwa mifano, hakusema neno lolote pasipo kutumia mfano, ili apate kuwatafuta watu wake mwenyewe. Mathayo sura ya 13 mstari wa 34. Nitafungua kinywa changu niseme nao kwa mifano, nitahubiri mambo yaliyofichika tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Siri ya Mungu iliyofichwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu ni kazi yake ya ukombozi ambayo kwayo alituchagua katika ulimwengu wa malaika. Yesu alisema, Mathayo sura ya 13 mstari wa 10, ninyi mmepewa kuzifahamu siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawajapewa. Mathayo sura ya 13 mstari wa 14, kwao unatimia ule unabii wa Isaya aliposema, hakika mtasikiliza lakini hamtaelewa, na pia mtatazama lakini hamtaona. Kwa kuwa mioyo ya watu hawa imekuwa migumu, hawasikii kwa masikio yao na wamefumba macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na wakasikiliza kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao na kugeuka nami nikawaponya. Mistari iliyo hapo juu inaonyesha kwamba wale wanaopaswa kuokolewa walikuwa tayari wamechaguliwa katika Kristo kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa hiyo wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu mbinguni katika Luka sura ya 15 mstari wa 7 ni maelfu kwa maelfu ya malaika katika mji wa mbinguni ambao wote ni watu wenye haki wa mbinguni, kama ilivyoandikwa katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 22 hadi wa 23. Mlima Sayuni, Yerusalemu ya mbinguni, mji wa Mungu aliye hai. Kusanyiko kubwa la malaika maelfu kwa maelfu wasiohesabika wanaoshangilia kwenye kanisa la wazaliwa wa kwanza wa Mungu ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Kwa Mungu, mhukumu wa watu wote, kwenye roho za wenye haki waliokamilishwa, kwa habari ya wale ambao Mungu amewachagua. Wengine wanaweza kumjaribu Mungu wakisema, ikiwa Mungu amenichagua nitaokolewa, na kama hajafanya hivyo sitaokolewa. Wanaweza kupuuza wito wa Mungu wakijiendesha kwa upumbavu kanisani. Kwa watu kama hao Biblia inasema, Mathayo sura ya 4 mstari wa 7, usimjaribu Bwana Mungu wako. Si kwa sababu Mungu alituhitaji sisi ndiyo maana alituchagua tangu milele, bali kwa sababu alituhurumia sisi ambao tulikusudiwa kufa kwa sababu ya dhambi ndogo zilizotendwa katika ulimwengu wa malaika. Kama ilivyoandikwa, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ikiwa wateule watakuwa wapumbavu kiasi cha kumwasi Mungu, watafukuzwa na mahali pao patachukuliwa na wale wanaojiingiza kwa nguvu mbinguni, ingawa walikuwa wamekusudiwa kuangamizwa.